ambaye ametupa watoto hawa, lakini wameweza kutuhudumia kwa siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaendelea pale tulipoishia juma lililopita kwa wale ambao Mungu alitupa nafasi ya kuwa pamoja hapa. Tunazungumza habari za ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu kama wengi wanavyopenda kuuita, kwa sababu Yesu Kristo katika mahubiri yake yote alipokuwa duniani, kitu alichokipa umuhimu ilikuwa ni habari za ufalme wa mbinguni. Ni bahati mbaya sana kwamba siku hizi mida na nafasi kama hizi tunazitumia kuongea mambo mengine mengi ambayo sio yale Yesu aliyoyazungumza. Lakini ukifuatilia utagundua wazi ya kwamba kusudi la Yesu wakati anaanza huduma sio kusudi la kanisa la makanisa kwa nyakati hizi. Kusudi la Yesu wakati anaanza huduma ungeweza kulijua katika mafundisho yake na maneno aliyokuwa anazungumza katika miaka yake yote ya huduma. Na kama umesoma Biblia yako utagundua wazi ya kwamba baadhi ya jumbe ambazo zinafundishwa na kuhubiriwa kwenye mikutano ya sasa hivi ambayo inaitwa ni mikutano ya imani hazibebi ule ujumbe ambao Yesu alikuwa anauzungumza. Tutaongea mambo mengi kuhusiana na namna gani mmoja kati yetu apate mme, apate mke, aolewe, aoe. Kutakuwa na ujumbe wa kuzungumza namna gani upate pesa, uwe tajiri, namna ya kuweza kuhakikisha kwamba ufalme wa mbinguni wewe unaowakilisha kwa kuto kumwaibisha Mungu. Usivae nguo zimechanika chanika, uvae vizuri, ule vizuri, uendeshe gari nzuri. Na ni mafundisho ambayo yamekuwa yanahubiriwa kwa wingi katika mikusanyiko mingi ambayo inasadikika kuwa ni mikusanyiko ya kiroho. Sasa sisi tunataka twende kidogo tuvae viatu vya mwanzilishi wa imani hii. Alizungumza habari za ufalme wa mbinguni na hatuna ujumbe mwingine, na kama tunaweza tukasimama tukatumia muda wa masaa kadhaa tukawa tunaanza kufundishana na kuhubiri vitu vingine tofauti na vile ambavyo Yesu alivizungumza, tutakuwa tumeenda nje ya lengo. Kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 16 kuanzia mstari wa 13 tutaanzia hapo. Na nashukuru kwamba Mungu ametusaidia nyakati hizi. Kumekuwa na tafsiri nyingi za Biblia zinatusaidia kuelewa vizuri mwandishi alikusudia nini, tofauti na ilivyokuwa awali wakati sisi tunaanza kuamini miaka ya 90. Ulikuwa ukigusa Biblia unakutana na SUV. Kwa hiyo mtafsiri aliyetafsiri maandiko haya, kama kuna mahali aliishiwa maneno akaweka neno ambalo lilikuwa halistahili au halibebi maana halisi ya mwandishi, basi tumebebana nalo hilo kwa muda mrefu. Lakini sasa tumesaidika zaidi kwa kuwa na tafsiri mbalimbali. Sura ya 13, kwa ruhusa yenu naomba nisome tafsiri ya Agano Jipya, tafsiri rahisi kuelewa. Najua tunafahamu maandiko haya kwa tafsiri hii ya Standard Union Version. Biblia inasema kwa tafsiri rahisi kuelewa, Yesu alikwenda eneo la Kaisaria Filipi na kawauliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Wakajibu, baadhi ya watu wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe ni Elia, na wengine wanasema wewe ni Yeremia au mmoja wa manabii. Kisha Yesu akawauliza, na ninyi mnasema mimi ni nani? Simon Petro akajibu, wewe ni Masihi, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu, umebarikiwa Simoni mwana wa Yona, hakuna aliyekufundisha hilo ila Baba yangu wa mbinguni ndiye amekuonesha mimi ni nani. Hivyo ninakwambia wewe ni Petro, na nitalijenga kanisa langu kwenye mwamba huu, nguvu ya mauti haitaweza kulishinda kanisa langu. Nitawapa funguo za ufalme wa mbinguni, mtakachokifunga hapa duniani kitakuwa kimefungwa mbinguni, na mtakachokifungua duniani kitakuwa kimefunguliwa mbinguni. Anaandika, mnapotamka msamaha hapa duniani, msamaha huo utakuwa msamaha wa Mungu. Kisha Yesu akawaonya wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote kuwa yeye ndiye Masihi. Mstari wa 21, kuanzia wakati huo Yesu alianza kuambia wanafunzi wake kuwa ni lazima aende Yerusalemu. Alifafanua kuwa viongozi wa wazee wa Kiyahudi, viongozi wa makuhani na walimu wa sheria watamfanya apate mateso kwa mambo mengi, na aliwaambia wafuasi wake kuwa lazima auawe.
na siku ya tatu atafufuka kutoka kwa wafu. Petro akamjibu Yesu na kwenda naye faraga mbali kidogo na wafuasi wengine. Akaanza kumkemea na kumkosoa Yesu kwa kusema, Mungu akuepushe mbali na mateso hayo, Bwana, hilo halitakutokea. Yesu akamwambia Petro, ondoka kwangu Shetani, uyatendi yaliyo ya Mungu, unajali mambo ambayo wanadamu wanathamini na ni ya muhimu. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesoma habari za tukio lililotokea ambalo Yesu alipokuwa katika harakati za huduma alikuwa na mambo mawili ambayo yanasaidia kutufundisha kitu kimoja kuhusiana na ufalme wa Mungu. Na kwenye skrini yangu leo nimekuja na mchoro mwingine. Mwalimu wangu aliyenifundisha aliniambia asilimia 60 hadi 70 ya watu wanaelewa kwa kutazama zaidi kuliko kusikia. Inaitwa visual, wako visual zaidi kuliko auditory. Na ndio maana Shetani amejua kutumia hiyo mbinu. Ukipita barabarani kuna matangazo, anachora mchoro mkubwa wa mtu anavuta msokoto wa sigara, yani ile picha inaingia ndani ya mtu, anatembea naye. Kwa ukiona sio rahisi kusahau, ila ukisikia unaweza ukasahau. Sasa mimi nimekuja na mchoro. Huo mchoro, wale ambao tulikuwa wote Jumapili, mnakumbuka tulikuwa na watu wawili, na leo nawaona wako ndani. Yule ndo anaitwa Petro, nimempa jina ndo Petro yule wa Biblia. Huyo Petro alikuwa pamoja na Yesu. Sasa siku moja Yesu akawa anauliza maswali, watu wanasema mimi ni nani? Na majibu mmesikia kama ambavyo tumesoma kwenye maandiko. Lakini baadaye Petro akamwambia kwamba wewe ni Kristo Masihi, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa aliyeongea maneno hayo alikuwa na huyo bwana mdogo unamuona pale chini. Huyu mtoto ambaye alikuwa amezaliwa yule pale ndiye aliyeongea hilo jibu, kwa sababu Yesu akasema jambo hili hujafunuliwa na nyama na mwili na damu, isipokuwa Baba yangu wa mbinguni amekufunulia. Maana yake ni nini? Tunapoendelea kuishi duniani tuna aina mbili tu ya vyanzo vya mambo yetu. Ukiongea ni ama umefunuliwa na nyama na damu, ama umefunuliwa na Baba wa mbinguni. Hakuna kitu cha katikati hapo. Kwa Yesu akatambua kwamba ulichokiongea Petro sio mwili na damu, sio maisha haya, hakijatoka kwenye hazina ya kawaida ya duniani, ila kuna mahali fulani ambapo umepata huu ufunuo. Kumbe Petro alipata ufunuo kutoka mbinguni. Kwa hiyo kwa wakati ule Petro alipata nafasi ya kuibiwa siri ya kile kilichoko mbinguni, ndicho akakiongea. Na mchoro huu unaonesha kama Petro angekuwa amezaliwa mara ya pili, basi alipokea neno kutoka mbinguni, na neno likamfanya awe mtu mpya. Akawa na mtoto mdogo ndani yake ambaye aliweza kuzigundua siri za Mungu kwa wakati huo na kuziongea, na Yesu akatambua kwamba hiki kilichoongea ndani yako ni mbegu iliyotoka mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Tulisema wiki iliyopita kwamba ili uweze kuuona ufalme wa Mungu ambao Yesu aliuhubiri, lazima upokee fundisho la kutoka mbinguni. Lazima umegewe kipande cha kutoka mbinguni. Kile kipande kikiingia ndani yako, manake wewe umeunganishwa na mbingu, unaweza kuzijua siri za mbinguni ukiwa duniani. Kwa lugha nyingine, mbingu inakuwa iko ndani yako kwa sababu kipande cha mbinguni kimeingia ndani yako, na wewe una Mungu ndani, una mbingu ndani yako. Lakini wakati huo Petro akaendelea pamoja na Yesu. Yesu akaanza kuambia, jamani, mna habari, wakati wangu umefika, mimi nitakamatwa, nitateswa, nitauawa. Petro yule mwenyewe akasimama akasema, wewe hauwezi kuuawa. Sasa Petro aliyeongea mara pili ni huyo bwana mkubwa, yuko ndani na yeye, wote wako ndani yake. Mtu yule mmoja ana mtoto amezaliwa ndani yake, ana ufalme wa Mungu ndani yake, lakini wakati huo bado ana ufalme, ana utu wa kale ambao unaweza kuongea ndani yake na ukatoa majibu kama kwa kutumia kinywa kile kile kilichoongea awali kwamba wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kinywa hicho kikaanza kusapoti kazi za Shetani, na Yesu akagundua hapo kwamba sasa aliyeongea chanzo chake sio kile cha kwanza, hiki ni chanzo kingine. Jina la Bwana libarikiwe. Mara ngapi tumetembea ukaongea bila kuwa makini kwamba unaongea kutoka kwenye source ipi? Kwa sababu source zote zipo, na wakati mwingine nategemeana ni source ipi ambayo inatawala maisha yako. Kumbuka kuna consciousness, kuna wewe mwenyewe ambaye ama unaweza ukaongozwa na yule mtu wa kale au kaongozwa na mtu mpya aliyezaliwa kwa neno la Kristo. Wote hawa, mtu wa kale na mtu mpya, wapo tayari kuweza kuwa kiongozi wako. Na kwa miaka mingi kabla mtu hajaamini, anaongozwa na mtu wa kale. Huyo mtu mkubwa mzima alikuwa ndani yako, umetembea naye tangu kiwa mdogo,
Hayamkini neema ya wokovu imekufikia ukiwa na miaka 25, 30. Labda mtu wa kale zamani alikuwa anakufundisha kuloga, ulikuwa unaloga, unapaa usiku, unapaa usiku, unakula nyama za watu na kunywa damu za watu, kwa sababu yule mtu wa kale chanzo chake ni ufalme wa giza, lakini mtu mpya amechota kutoka mbinguni. Sasa umeamini, umepata mbegu, umezaliwa mara ya pili, ufalme wa Mungu uko ndani yako, lakini utu wa kale uko hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Moja ya kitu ambacho kimekuwa ni changamoto kwenye maisha ya kanisa ni kudhani ya kwamba unapokuwa umeuona ufalme wa Mungu, unapozaliwa mara ya pili, kwamba yule mtu wa kale anakufa papo hapo, anakata roho. Ni dhana ambayo ipo makanisani. Ndio maana zama zile Yesu wakati anaongea na Petro, pengine Petro alitakiwa atengwe kwenye lile kundi, kwa sababu alikuwa anaonekana utu wa kale umechukua nafasi, na pengine alikuwa amefanya dhambi ambayo singetakiwa awe mmoja wa washirika wa ule ushirika. Lakini Yesu alichofanya, alikemea tu chanzo cha ule ujumbe ambao Petro alikuwa ameusema, lakini baada akaendelea kumkumbatia kama mmoja wa wanafunzi. Jamii ya kanisa sasa hivi, mtu akionyesha matendo yanayotokana na mwili anafukuzwa, kwa sababu kinachoaminika sana ni kwamba mtoto akishazaliwa ndani yako, yule mwingine anakufa papo hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini maandiko yanatuthibitishia kabisa kwamba ndani yetu sisi tunaoamini zipo falme mbili. Kuna falme mbili ambazo zinashindana, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17. Biblia inasema mwili hupingana na roho na hamwezi kufanya mnayoyataka. Roho inapingana na mwili na mwili unapingana na roho. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17 mpaka mstari wa 18. Anamaanisha kwamba ndani ya mtu anayeamini mwili umo na roho imo, na vyote vinatembea kutaka kukutawala wewe sasa, ambaye ni consciousness yako. Kwa hiyo kuna wakati ambapo usipokuwa makini, mwili unaweza ukawa na nafasi ukakuongoza huko unakotaka kukuongoza, lakini kuna wakati ambao unatakiwa roho ikuongoze wewe. Pale chini anasema mkiongozwa na roho hamko chini ya sheria. Mwili na sheria ameviunganisha pamoja, vimekuwa kama kitu kimoja, na tutaendelea mbele kwenye slide inayofuata kuona vile ambavyo kuna uhusiano mkubwa kati ya mwili na sheria. Lakini kulingana na Paulo anapoandikia Wagalatia, anawaambia mwili na roho zinashindana, lakini kama ukikubali kuongozwa na roho, hauko chini ya sheria, au kwa lugha nyingine hauko chini ya uongozi wa mwili. Kwa kumbe kuna wakati ambao au ni muhimu kila mmoja wetu aamue kwamba mimi nitaongozwa na nani, kwa sababu mtu wa kale yumo ndani, mtu mpya yuko ndani. Wote wanapigana, wanazipiga ngumi humo ndani. Nani anatawala? Nani anasimamia show? Nani anayekusaidia wewe unapoendelea kuishi duniani? Je, ni mtu wa kale ana nguvu au ni mtu mpya aliyezaliwa mwenye nguvu? Hilo ni swali ambalo kila mmoja anatakiwa ajiulize. Slide inayofuata imezungumza kidogo kila ambacho nilikuwa nakizungumza. Kama nilivyosema, mimi napenda kufundisha kwa kuonesha zaidi kuliko kwa kuongea. Na picha unayoiona mbele yako, nimejaribu kuimagine vile ambavyo tunaishi. Hapa ni duniani ambako wewe na mimi tupo. Duniani kuna watu wengi wapo. Na watu wengi walioko duniani, jambo la kwanza, wako chini ya ufalme ama wa giza au ufalme wa nuru. Lakini kuna mahali tunapaita mbinguni. Kuna swali moja tumekuwa tunaulizana, mbinguni ni wapi? Wengine wanasema mbinguni Yesu alipopaa alienda hivi, kwa hiyo wanasema mbinguni ni huku. Sasa mimi nikakumbuka jiografia yangu, wanasema dunia ni duara. Sasa kama Yesu alipaa akiwa hapa, meko ngazi kwenda huku, walioko huko upande mwingine wa duara, alipaa kwenda wapi? Alienda hivi au alienda hivi au alienda hivi? Sasa kama dunia ni duara na mbinguni ni huku, mbinguni ni wapi? Lakini tafsiri rahisi ni kwamba mbinguni ni uwanda katika ulimwengu wa kiroho, mahali ambapo maamuzi ya kutawala dunia yanafanyika. Ni uwanda katika ulimwengu wa kiroho, ndio ulimwengu wa kiroho wenyewe, mahali ambapo maamuzi ya kutawala dunia yanafanyika. Sasa mimi kwenye picha yangu nimekuonesha mbinguni ni pale juu na hapa chini ni duniani. Hayo ni mtu anayeamini, yule ni mtu asiyeamini, na hayo ni mabadiliko yanayotokea katikati ya mtu anayeamini. Mtu asiyeamini anapata sosi yake na nguvu zake kutoka ulimwengu wa giza. Ulimwengu wa giza unatokea katika huo uwanda katika ulimwengu wa kiroho,
Ulimwengu wa giza ni mahali ambapo shetani na malaika na nguvu za giza zinatenda kazi kutokea. Kwa hiyo kama mtu hajaamini, maana yake anachota anayoyaishi, anachokifanya anayachota kutoka ulimwengu wa giza, na ndio maana unaona mlango umefunguka. Kwa hiyo giza liko ndani ya mtu, mtu ni giza, giza ni yeye, giza ni mtu, na mtu ndio giza lenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mtu anatembea, lakini anapata maarifa, anaongozwa na maamuzi yake yote anayoyafanya yanaongozwa na elimu na hekima inayotokea katika ulimwengu wa giza, ambao ulimwengu wa giza ndio uko katika ulimwengu wa kiroho, mahala ambapo tunasema Mungu yupo katika ulimwengu wa kiroho. Ukiamini yule bwana mdogo anayezaliwa ndo namba moja hiyo. Ukiamini kutoka kwenye ufalme wa nuru, unapokea fundisho kutoka kwenye ufalme wa nuru. Fundisho linaingia ndani yako. Unapokuwa umezaliwa unakuwa mdogo, kwa hiyo unaona hapa kana kamlija hako ni kadogo, kanaonesha umepata elimu kidogo na ufahamu kidogo. Kwa hiyo una mbegu ya Mungu ndani yako. Lakini baada ya hapo unavyoendelea kukua, unaona namba 2 inaongeza tena, unaongezeka, ufahamu unaongezeka. Kwa hiyo mbingu inakuwa kubwa ndani yako, nuru, ufalme wa nuru unakuwa na nguvu zaidi ndani yako. Unaenda mpaka namba 3 umeongezeka. Namba 4 maana yake wewe unaongozwa na ufalme wa nuru, na wewe unakuwa na mbingu ndani yako, na ufalme wa Mungu uko ndani yako. Unatembea ukiwa na Mungu ndani yako, na wewe unakuwa uko mbinguni wakati wewe uko duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapozungumza safari ya kwenda mbinguni, safari ya kwenda mbinguni ndio hiyo hapo ya 1, 2, 3, 4. Ni safari ya kuhama kutoka kutawaliwa na ufalme wa giza na kutawaliwa na ufalme wa nuru kwa asilimia zote. Ni safari na sio tukio la siku moja. Ndio maana inaitwa safari. Bahati mbaya mara nyingi tumesema safari ya kwenda mbinguni tukaichukua kama ni kuhama. Kama mtu anahama kutoka hivi Tanzania anaenda Marekani, ndivyo ambavyo tumekuwa tukiamini. Safari ya kwenda mbinguni ni kuhamishwa moja kwa moja, kwa maana ya kubadili location. Lakini Yesu alikusudia mbingu ianze kutawala ndani ya mtu. Unapotembea duniani uwe uko mbinguni, kwa sababu unachota kutoka mbinguni. Na ndicho tunachokiona pale. Yule mtu anayeamini anapofika namba 4, maana yake mbingu iko ndani yako, wewe unakuwa ndani ya mbingu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana tunatakiwa siku zote tutamani, kila mtu atamani kutoka moyoni namna ambavyo anaweza kaendelea na kumjua Mungu ili afike sehemu mbingu iwe ndani yake. Na mwimbaji mmoja ambaye ni mimi mwenyewe nikatunga kawimba sema, mapenzi yako yatimizwe, mapenzi yako umbike Bwana ndani yetu, umbike Bwana ndani yetu, mapenzi yako yatimizwe, mapenzi yako yatimizwe, umbike Bwana ndani yetu, umbike Bwana ndani yetu, mapenzi yako yatimizwe, mapenzi yako, mapenzi yako yatimizwe, umbike Bwana ndani yetu, umbike Bwana ndani, umbike Bwana, umbike Bwana yanatakiwa wewe ni maombi yako kila leo, kwamba ifike mahali moyo wako uunganishwe na ufalme wa nuru. Ifike mahali ufalme wa nuru uwe na nafasi kubwa ndani yako, kiasi ambacho ukiongea ni Mungu anaongea.
Haleluya. Ifike mahali uongozwe na nuru ya mbinguni. Ukitembea watu wakikuona waseme tumemwona Mungu. Haleluya. Kwa sababu mbingu na nchi zitakuwa zimeunganika. Jina la Bwana libarikiwe. Dunia ndo nchi na wewe mwenyewe uko pale, umeunganika na mbingu. Ukifika hiyo hatua, ule uongo wote wa shetani ambao anawadanganya watu hautakuwepo. Kuna watu makanisani ambao wameokoka na miaka 15, 20, lakini nyao wakilia kwenye nyumba yao usiku halali. Hamniwezi shetani, mtanikoma kwa jina la Yesu. Usiku mzima. Yaani kwao shetani ana nguvu kuliko Mungu. 20 years yuko kanisani, lakini kwa sababu mbingu haiko ndani yake, shetani anaonekana na nguvu. Anajua muda wowote nisipofanya cha kufanya hapa wananiwahi. Na huo ndio uongo ulioko kwenye makanisa, mahali ambapo shetani anaonekana na uwezo mkubwa kuliko Mungu, kwa sababu mbingu hazijaingia ndani ya watu. Lakini matamanio ya moyo wangu ni kwamba kila mmoja wetu awe pale namba 4. Haleluya. Ili shetani ajue kwamba sina cha kumdai huyu. Haleluya. Uwe na confidence kwamba anatembea, niko na Mungu ndani yangu, na hata ukiongea unachota unayoyaongea kutoka kwa Baba. Maneno yako yanakuwa ni neno, yanatoka kwenye hazina ambayo ile hazina ni ya mbinguni. Na kwa sababu umeunganishwa na mbingu, tukisema mbingu iko duniani tunakuwa tujakosea, kwa sababu mbingu iko ndani yako. Na wewe kwa sababu una mwili unatembea barabarani ukiwa na mbingu ndani yako. Tukikuta gari naenda pale barabara tunasema mbingu inaendesha gari. Au ukiwa darasani unafundisha sema mbingu iko darasani inafundisha. Sisi wengine tulioko hospitali, uko theater unafanya operation, mbingu inafanya operation. Kwa nini? Kwa sababu unaongozwa na mbingu na unachota kutoka mbinguni moja kwa moja. Jina la Bwana libarikiwe. Changamoto tulionayo katika maisha yetu ya imani, jana ina nguvu kuliko leo. Watu wengi wanapenda jana kuliko leo, kwa sababu jana unaielewa, uchocho wa jana unaujua. Hata kama hakuna mlango unajua hapa kuna kaupenyo, nikipenya natokea ngambo nyingine. Na ndio maana watu wengi anapokuja mabadiliko wanayapinga, kwa sababu mabadiliko yanakupeleka mahali usiko kujua, wakati kuna mahali unapajua tayari. Kuna tabu fulani umeshazizoea, hata kama ubavu unauma umeshazoea kutembea hivi. Kwa hiyo inaweza kufika sehemu wakati wa kuponywa unataka uponye ukasema mimi kwa kweli naomba uniache tu. Kwa nini? Kwa sababu huo uponyaji wanaokuambia hujui unafananaje. Angalau unajua ile shida yako, unatembea hivi na umeishi nayo miaka 20. Sasa kinachotuumiza kanisa la leo ni yale mambo ambayo yalitokea kabla Yesu hajaja duniani. Yale mambo yamebeba maisha yetu kiasi ambacho mtu anakuja anataka kukufungua kutoka kwenye vifungo, unasema niache tu bwana. Mimi nimezoea na vifungo vyangu, nimezoea vile ambavyo nimekuwa ninaishi miaka mingi. Yalitokea hayo pia kwa wana wa Israeli walipotamani waweze kurudishwa Misri, waendelee kula nyama na misosi yote waliokuwa nakula. Wameshazoea shida zao mpaka hawaoni sababu kwa nini wapeleke wasiko kujua. Slide inayofuata inaonyesha mtu anapokuwa ameamini, kabla hajaamini amejawa na giza 100%, anaongozwa na giza. Namba 1, amepata mbegu ya kutoka mbinguni, amepata fundisho kutoka mbinguni, na baada ya hapo ameendelea mpaka namba 4 pale, amejaa nuru ya mbinguni, amejaa fundisho na neno kutoka mbinguni, amejaa Mungu ndani yake. Neno la ufalme wa giza limemjaa mtu wa kwanza, lakini neno la ufalme wa nuru limejaa mtu wa pili. Kwa hiyo hapo huwezi kukwepa. Ni sawa na chupa, lazima ijae muda wote. Sasa inajaa nini? Inajaa giza au inajaa nuru? Ndio maisha yetu hapa duniani. Wote wanaotembea barabarani wapo kwenye stage kati ya hizo unazoziona. Jina la Bwana libarikiwe.
Kila unayekutana naye barabarani, mahali popote, kazini, yupo sehemu mojawapo kati ya hizo 5. Tukisa jirani yako muulize, wewe uko sehemu ipi hapo? Kwa sababu hiyo chupa lazima ijae. Hiyo chupa lazima iwe na kitu. Ama una hekima za kutoka ufalme wa giza zimejaa ndani yako, au umepokea nuru ya wokovu kutoka mbinguni na unatembea nayo taratibu kujifunza kutoka kwa Kristo. Kusudi la Mungu ni kwamba sisi wote tufikie hatua tuwe na uzima wa milele ndani yetu, ambao unaletwa na neno la Mungu. Neno likiingia ndani linaleta uzima usiokoma, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kila mwamini asipotee, bali awe na uzima usiokoma. Ninasema uzima usiokoma, sio uzima wa milele. Uzima usiokoma maana yake uzima huo unakuja na neno la Mungu, na kwa kuwa hilo neno limetoka kwa Mungu na Mungu ni wa milele, basi unakuwa na uzima wa milele ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Waebrania sura ya 8 mstari wa 7 mpaka mstari wa 13. Kitu gani kinatuzuia sisi tusiwe na ule utu wa Mungu uliokamilika ndani yetu? Sababu gani inapelekea watu wengi tuwe na utu usio ule utu halisi, utu uliokamilika, utu wa Mungu? Naomba tuwawekee hapo hiyo Waebrania. Mimi nitasoma kidogo kutoka kwa tafsiri hii ambayo wazungu watanielewa, na wachache mnaoelewa Kiingereza mtaelewa, lakini tutaongea machache na muda wetu bado tuna dakika chache. Haleluya. Waebrania sura ya 8 mstari wa 7, Biblia inasema hivi: For if that first covenant had been faultless, no one would have needed a second one to replace it. But God revealed the defect and the limitation of the first when he said to his people, Look, the day will come, declares the Lord, when I will satisfy the people of Israel and Judah by giving them a new covenant. It will be an entirely different covenant than the one I made with their fathers when I led them by my hand out of Egypt. For they did not remain faithful to my covenant, so I rejected them, says the Lord God. For here is the covenant I will one day establish with the people of Israel. I will embed my laws within their thoughts and fasten them unto their hearts. I will be their loyal God, and they will be my loyal people. And the results of this will be that everyone will know me as Lord. There will be no need at all to teach their fellow citizens or brothers by saying, you should know Yahweh, since everyone will know me inwardly, from the most unlikely to the most distinguished. For I will demonstrate my mercy to them, and will forgive their evil deeds and never remember again their sins. Au ni maandiko ambayo nikisoma tafsiri uliyoizoea, ili wale wengine tusiwaache nyuma ya Standard Union Version, Biblia inasema kuanzia mstari ule wa 7. Nasema, maana kama lile la kwanza, agano la kwanza lingalikuwa halina mapungufu, na nafasi isingalitafutwa kwa lile la pili. Maana awalaumpo asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu mimi, nami sikuwajali, asema Bwana. Maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake, akisema, mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Jina la Bwana libarikiwe. Umbike Bwana ndani yetu, umbike Bwana, umbike Bwana, umbike Bwana, umbike Bwana, umbike Bwana.
Maandiko niliyosoma, mwandishi alikuwa anaongea na jamii ya Wayahudi waliokuwa wameamini. Na katika kuamini kwao, kati yao wakaanza kukengeuka, wakakumbuka nyama, wakakumbuka manono waliokuwa nayo wakati wa Agano la Kale, wakati wa sheria. Mwandishi akawatazama, akaona hawa wanakengeuka, wanarudi kule ambako tulitoka. Ikabidi awaandikie waraka wenye mafundisho ya msingi kabisa, yanayolenga kuwatofautishia kati ya mtu wa kale na mtu mpya, kati ya Agano la Kale na Agano Jipya, kati ya sheria na neema. Akawaambia kwamba lile Agano la Kale ambalo ninyi mnaorudi nyuma ni kama mnalirudia lile, liliondolewa kwa sababu lilikuwa na mapungufu. Sasa kama lilikuwa na mapungufu, ule upungufu ulitengeneza mwanya wa kuja agano lingine. Kwa kama mnalazimika kurudi nyuma, maana yake mnakwenda kuokota vitu vidhaifu. Kwa nini? Kwa sababu agano tulilonalo sasa hivi ni bora kuliko hilo agano la kwanza. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa akaanza kuwaelekeza utofauti uliokuwa kati ya Agano la Kale na Agano Jipya, akiwa na lengo moja tu la kuwaonesha kwamba huyu mtu mpya aliyezaliwa ndani ni bora kuliko mtu wa zamani. Jina la Bwana libarikiwe. Moja ya changamoto tulionayo makanisani, tunashindwa kutofautisha hawa watu wawili. Tunadhani mtu mpya na mtu wa zamani wanaweza wakakaa pamoja wakaingiliana. Tunadhani ya kwamba utu wa kale unaweza ukapakwa rangi, unaweza ukaboreshwa ukawa mtu mpya. Utu wa kale ni utu wa kale, utu mpya ni utu mpya. Tikisa jirani yako, mwambie utu wa kale na upya ni tofauti. Haleluya. Badala ya kuconcentrate, badala ya kutumia nguvu kumtakasa huyu wa zamani ili aweze kufiti kwenye viwango vinavyostahili, ni kuachana naye na kuendana na huyu mpya. Haleluya. Kama tumeshindwa kukua kuileta mbingu duniani, ni kwa sababu tumechanganya mafuta ya taa tukachanganya na petroli. Ni kwa sababu tumechanganya vitu ambavyo huwezi kuvichanganya vikachanganyika. Jina la Bwana libarikiwe. Slide yangu inayofuata imeweka utofauti kidogo kati ya Agano la Kale, mwili na sheria, na Agano la neema au maisha ya roho na Agano Jipya. Jina la Bwana libarikiwe. Utu mpya unaozaliwa ndani una agano tofauti na utu wa kale. Jina la Bwana libarikiwe. Mwandishi wa Waebrania anasema kama agano limebadilika, sheria imebadilika, ukuhani umebadilika. Hawezi kuchukua sheria ya Agano la Kale ukaileta kwenye ukuhani wa Agano Jipya. Haleluya. Na wala huwezi kuchukua ukuhani wa Agano Jipya ukaupeleka kwenye sheria ya Agano la Kale. Lakini changamoto iliyopo katika jamii ya waamini ni pale ambapo wanalazimisha ukuhani wa Agano Jipya uendane na Agano la Kale, uendane na sheria iliyoko Agano la Kale, wakati ukuhani ukibadilika na sheria inabadilika. Jina la Bwana libarikiwe. Na lazima uchague, nitajiweka chini ya sheria ya Agano Jipya au chini ya sheria ya Agano la Kale. Katika eneo la uongozi, mwili tunajua kwamba tumekopa na kurithi kutoka kwa Adamu. Akadanganywa, akakubali kuwa chini ya fundisho lingine nje ya fundisho la Mungu. Akapata ile mbegu ya uasi ambayo ndio imekuwa inatesa watu. Kuna mbegu ya uovu iko ndani ya watu kutoka kwa Adamu. Kama hiyo haitoshi, Musa alipokuja akaja na agano la sheria. Kwa kiongozi wa mwili, kiongozi wa Agano la Kale, kiongozi wa sheria
alikuwa ni Adamu wa kwanza na Musa kaja kaongezea pale juu. Hayo kija kwenye Agano Jipya unakutana na Adamu wa pili ambaye ni Yesu, ambaye ndio mwanzilishi wa hili agano. Watu wawili tofauti, na ni muhimu kujua kwamba misingi ya kutembea na hao ni tofauti. Usilazimishe yule wa pili akaingia kwenye wa kwanza. Kuhani mkuu kwenye Agano la Kale alikuwa ni Haruni ambaye alikuwa ni Mlawi kwa kabila, lakini kuhani mkuu kwa Agano Jipya, agano la neema, agano la Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo Bwana wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Makuhani wawili tofauti na wametembea kivingine, kila mmoja anatofautiana na mwingine. Makuhani wasaidizi, makuhani wengine katika Agano la Kale walikuwa ni lazima uwe unatokana na uzao wa Walawi. Hapo nimeandika Haruni, uzao wa Walawi. Lazima uwe Mlawi ndio unakuwa ni kuhani katika lile agano lingine. Lakini sasa hivi wote wanaomwamini Kristo wanakuwa ni makuhani. Jina la Bwana libarikiwe. Tikisa kuhani mwenzio, mtikise hivi, mwambie una haki ya kuwa kuhani. Ingekuwa kwenye Agano la Kale lazima utokane na kabila, lazima utokane na Walawi ndio ungeweza kuwa kuhani. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini patakatifu pa juu kabisa katika agano lile la kale palikuwa pametengenezwa na mikono ya wanadamu. Kulikuwa na hekalu ambalo lina patakatifu, na hapo ndipo kuhani alikuwa anafanyia ibada na kwenda kumbembeleza Mungu awasamehe watu wake, awakubali. Lakini patakatifu pa Agano Jipya ni huko mbinguni kwa Mungu mwenyewe. Kwa kama tuna kuhani ambaye ameenda patakatifu kwa Mungu mwenyewe, maana yake amekata rufaa. Kama kuna foleni hapo, inawezekana kuna foleni ya kwenda mbinguni, yeye ameshavuka hiyo foleni. Kwa kuhani wetu sisi ana direct entry, yuko huko kwenye ufalme ambako sisi tunatarajia na tunasema tunaenda. Dhabihu ilikuwa inatolewa kila mwaka enzi hizo za Agano la Kale, lakini dhabihu ya Agano Jipya imetolewa mara moja tu na Kristo mwenyewe. Wakati huo sheria ilipoandikwa, iliandikwa kwenye mbao za mawe. Ilikuwa ni sheria ya nje, iliandikwa mahali ambapo pako wazi, lakini sheria kwenye Agano Jipya inaandikwa ndani ya mioyo ya watu, inaandikwa ndani ya fikra. Watu lazima wabadilike kutokea ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana Paulo anawaandikia Warumi katika Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili, anasema mgeuzwe kufanywa upya nia zenu. Lakini tafsiri nyingine ya Biblia inasema change the way you think, badilikeni kwa namna mnavyofikiri. Kumbe sheria ya Agano Jipya inaandikwa ndani ya moyo wa mtu na inabadilisha fikra za mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo fikra za mtu zinaongozwa na sheria ambayo imemdhibiti au inamuongoza. Sheria ya Agano Jipya inaandikwa moyoni, na kwa sababu hiyo inakuwa inatawala akili zako na ufahamu wako. Msingi wa sheria ilikuwa ni dhambi na mauti, lakini msingi wa sheria ni roho wa uzima. Na Paulo amezungumza hilo katika Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza, anasema hakuna hukumu ya adhabu juu ya wale katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo ni sheria mbili tofauti, huwezi kuzichomeka zikaingiliana. Hapana, huku kuna sheria ya roho wa uzima, hapa kuna sheria ya dhambi na mauti, na lazima uweze kuzitofautisha. Lakini kuna msingi wa sheria na msamaha wa dhambi kwenye Agano la Kale ulikuwa ni kwa muda tu, lakini msamaha wa dhambi kwenye Agano Jipya ni wa milele. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati huo hatia kwenye Agano la Kale ilikuwa inasalia, ulikuwa unaendelea kutembea nayo. Ndio maana kila mwaka ulikuwa unalazimika kupeleka sadaka kwa kuhani mkuu akuwakilishe, kwa sababu hatia ilidumu. Lakini kama umemwamini Kristo na wewe ni wa Agano Jipya, hatutarajii ndani yako uwe na hatia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ukiona una hatia ujue bado uko kwenye agano la Musa, bado uko kwenye agano la kale, bado haujaingia kwenye neema. Neema haikupi nafasi ya kutembea na hatia. Ni bahati mbaya sana kwamba kizazi chetu makanisani tunaishi na hatia, watu wanatembea na hatia ya kutosha tu. Ndio maana inakuwa ni ngumu hata kumpata huyu Mungu na kuingia katika ufalme wa mbinguni kama tunavyosema. Na badiliko na mshahara huwa yalikuwa yanatokea mwilini, na ni dhahiri kabisa kwamba siku hizi tumekuwa na ibada nyingi ambazo zinalenga kuneemesha mwili, zinalenga kuweza kufaidisha mwili, kwa sababu tunatembea katika Agano la Kale. Agano la Kale lilikuwa linaangalia sana vitu vya mwilini, lilikuwa linaangalia namna ambavyo mwili utafaidika, kama ambavyo tunafanya sasa hivi. Ni bahati mbaya mimi sijapewa ujumbe leo, ningewauliza ninyi kama kuna mtu amekuja na kihoda ili nianze kuwaombea mwanze kuendesha magari, kwa sababu ndo injili ambazo zinaneemesha mwili. Na ningekuuliza una kihoda yako iko hapo, au ningewaombea wale mnaotaka kupata visa ya kwenda US ili muweze kupata upenyo. US wanazuia watu wasende, lakini chini ya Agano la Kale ambalo linaangalia umeneemeka kwa kiwango gani kwa namna ya mwili,
mimi ningeweza kuomba Mungu aweze kulegeza vikwazo vya Marekani, uweze kwenda Marekani, uweze kufaidika. Sasa Agano la Kale lilikuwa linatafuta namna ya kunemesha mwili wako na kukufaidisha kwa namna ya mwilini. Una magari mangapi? Una nyumba ngapi? Una mavazi mangapi? Kabati ngapi za nguo? Na hayo ndiyo mambo ambayo Yesu akaongea katika Mathayo sura ya 6 kwamba yasitushughulishe. Anasema msisumbuke na vitu hivyo, kwa sababu hata watu wa mataifa ndivyo wanavyohangaika. Lakini ukitazama kitu kinachotuzuia tusiwe na Mungu ndani kwa kiwango kile anachokusudia ni kwa sababu we are busy, tuko busy tunatafuta vitu vya mwilini. Mwenye kiwanja kimoja anataka viwanja viwili. Mwenye gari moja anataka gari nyingine la pili. Mwenye gari la pili anataka gari la juu zaidi. Na mwenye mtoto ambaye anasoma shule ya kawaida anataka amsomeshe sijui wapi huko kwenye fedha, na mwingine akitoka huko anataka mpeleke nje. Kwa hiyo tuko busy kufanikisha mambo ya mwilini ambayo hayana uhusiano na ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kama hatujaweza kufanikiwa kumfanana Kristo, kama hatujafanikiwa kuwa vile Mungu alitamani tuwe, ni kwa sababu tumeelekeza nguvu nyingi kulihudumia Agano la Kale, kuihudumia sheria. Tumeelekeza nguvu nyingi kufanya mambo ambayo yatafaidisha mwili, wakati agano tulilomo ni agano la rohoni, na mabadiliko lazima yatokee rohoni, na mbingu inaingia ndani ya roho zetu. Tunatembea na mbingu duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Utekelezaji wa Agano la Kale ulikuwa hauwezekani, ndio maana walishindwa, ikabidi lije Agano Jipya. Lakini utekelezaji wa Agano Jipya inawezekana kabisa, na Yesu akasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Anamaanisha kwamba nira yangu ni rahisi kubebeka, kila mtu anaweza. Kwa agano hili la neema hakuna hata mmoja ambaye hawezi kutembea nalo. Kwa nini? Kwa sababu ni jepesi mno. Anakufutia makosa yako yote, kwa sababu hakuna kitu ambacho ni kigumu kutembea na hatia. Unajua muda wote hapa parapanda ikilia, mimi mbinguni naenda siendi. Jina la Bwana libarikiwe. Maana ndio maswali yaliyopo kwenye kanisa sasa hivi. Mtu akikaa anajiuliza, hivi parapanda ikilia sasa hivi naenda siendi? Lakini anagundua, akijichunguza anagundua jana alimfyonya mtu, anagundua hapa siendi bwana. Kwa hiyo akikaa, akikutana naye ananyosha mikono, anambia Mungu nikumbuke na mimi. Ndio nyimbo tunaimba, ndio maombi tunaomba. Maombi yetu yote yanakuwa naomba Mungu nikumbuke, Mungu nikumbuke. Muulize jirani yako, akukumbuke mara ngapi? Muulize na mwingine tena, akukumbuke mara ngapi? Kwa sababu unaomba Mungu akukumbuke kwa sababu unaona kama vile umesahaulika. Naomba Mungu utakapo waita wengine na mimi usiniache. Wakati alishafungua mlango akasema mlango uko wazi, ingieni. Unapoomba ukumbukwe, manake huoni kama umekumbukwa, bado uko kwenye agano la kale, bado uko kwenye agano hili hapa ambalo utekelezaji hauwezekani. Ndio maana kila mara ukitembea barabarani huna ujasiri wa kumkaribia Mungu, unatembea na hatia. Lakini mwisho kabisa kuna urithi wa ufalme. Katika agano hizi kuna urithi wa ufalme. Agano la kale ufalme hautajwi, hakuna urithi pale. Kwa sababu kama ninashughulika na mambo ya mwilini, umeshapewa mambo ya mwilini, unataka ufalme wa nini? Wewe tembea na vya mwilini, utambaye uende njia yako. Lakini agano jipya lina urithi ufalme. Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo ndio kusudi la Yesu kuja. Alikuja ili tuweze kurithi ufalme wa Mungu. Maana yake ni kwamba tuwe watawala pamoja na Mungu duniani. Kwa nini? Kwa sababu kusudi la Mungu kumtuma Yesu duniani, alitaka mbingu ije duniani, itawale dunia. Lakini angeitawala dunia kupitia sisi, tuwarithi pamoja na Kristo. Na warithi ni wana, na kwa kuwa sisi ni wana tunarithi. Lakini kwenye agano la kale hakuna urithi. Tikisa jirani, mwambie kama wewe ni wa agano la kale urithi chochote ngo. Andiko langu la mwisho linatoka katika Yohana sura ya 14. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Haleluya. Wangapi wananielewa? Jina la Bwana libarikiwe. Yohana sura ya 14 mstari wa 6 mpaka mstari wa 12. Biblia inasema vipi? Ninasema hivi, nasoma kutoka kwa tafsiri iliyozoea Standard Union Version. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena mmemwona. Filipo akamwambia, utuoneshe Baba yatosha. Yesu akamwambia,
mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaye ndani yangu huzifanya kazi zake. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La, hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo. Nikisoma tafsiri nyingine kwa kifupi kabisa ya translation, nasema Jesus explained, I am the way and the truth and I am the life. No one comes next to the Father except through union with me. To know me is to know my Father too. And from now on you will realize that you have seen him and experienced him. Philip spoke up, Lord, show us the Father, and that will be all that we need. Jesus replied, Philip, I have been with you all this time, and you still don't know who I am. How could you ask me to show you the Father? For anyone who has looked at me has seen the Father. Don't you believe that the Father is living in me and that I am living in the Father? Even my words are not my own, but come from my Father. For he lives in me, and perhaps his miracle and performs his miracles of power through me. Believe that I live as one with my Father, and that my Father lives as one with me. Or at least believe because of the mighty miracles I have done. I tell you this timeless truth. The person who follows me in faith, believing in me, will do the same mighty miracles that I do, even greater miracles than this, because I go to be with my Father. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko hayo yanaonesha mahali ambapo bado tumepwaya. Yesu anazungumza habari ya yeye kwenda kutuandalia makao, ambalo ni andiko ambalo tumelitumia mara nyingi sana kusema tunaenda mbinguni. Of course tunakwenda mbinguni kwa maana ya safari ya mabadiliko, kufanana na Mungu, kufanana na Kristo. Anasema mimi naenda kuandalia makao ili nilipo mimi na ninyi muwepo. Filipo anamwambia unaenda wapi? Alafu anamwambia tuoneshe Baba yako. Anamwambia Filipo, umekaa na mimi siku zote, nasema tukuoneshe Baba. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Jina la Bwana libarikiwe. Akiwa na maana kwamba kwa kuwa mbingu iko ndani ya Yesu na Yesu yuko mbinguni, maana yake Yesu anaongea kutoka kwenye hazina ya Mungu iliyoko ndani yake, na maneno anayoyaongea ni maneno ya Mungu kwa kuwa yanatoka ndani yake, na yeye yuko ndani ya Mungu. Na hiki ndicho ambacho Mungu alikusudia alipomtuma Yesu. Alitaka Yesu akija duniani atengeneze mayesu wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Kusudi la Mungu kumtuma Yesu duniani, alitaka azalishe mayesu wengine. Miaka 2000 na kidogo baada ya Yesu kuja duniani, tuna Yesu wangapi? Muulize jirani yako, kuna Yesu wangapi duniani sasa? Kwa sababu najaribu kutafakari Yesu alipokuwepo duniani, alikuwa akienda ng'ambo hii, watu wanajua kuna mfalme ameenda ng'ambo hii, na hata mapepo, wenye mapepo walikuwa akimuona wanauliza una nini na sisi Yesu? Na huku umekuja. Yesu alikuwa anakusudia anapoondoka duniani aache mayesu wengine wakiendelea kumwakilisha Mungu, mayesu ambao watakuwa na ujasiri wa kuambia watu ukiniona mimi umemuona Baba. Je, wewe una ujasiri wa kumwambia mtu ukiniona mimi umemuona Baba? Muulize jirani yako, una huo ujasiri? Unaweza ukatushawishi kwamba anayekuona wewe amemwona Baba? Ni kiasi gani cha ufalme wa Mungu kiko ndani yako? Kwenye zile picha, wewe uko namba ngapi? Uko namba 1, uko namba 2, namba 3 au namba 4? Kwa sababu ili uwe na ujasiri wa kusema aliyeniona mimi amemwona Baba, lazima umfike namba 4. Maana yake umejawa na kweli ya Mungu, ndani yako hakuna hila. Ukiongea unaongea kweli ya Mungu. Ukitabiri unanena kutoka kwenye hazina ya ufalme wa Mungu iliyoko ndani yako. Ni wangapi ambao wanatamani kwenda kwenye hiyo safari, wafike kwenye namba 4?
Hakuna mwekezaji ambaye alipata hasara kama mwekezaji baba. Baba yetu ni miongoni mwa wawekezaji ambao wamepata hasara kwa miaka 2000. Kama ingekuwa ni biashara yako, umeanzisha biashara na unataka ndani ya miaka 10 au 15, wataalamu wa uchumi wanasema upate return on investment. Huyu Mungu ambaye alimtuma mwanae Yesu ili atengeneze mayesu wengine, miaka 2000 baadaye, yeye faida yake ingekuwaje? Sangekuwa ameshapata hasara kabisa kubwa. Kwa baba yetu sasa hivi akikaa anatazama duniani, anatikisa kichwa, anasema na bahati mbaya nilifanya uwekezaji lakini sioni kama anapata mavuno. Kwa sababu mavuno anayoyataka, anataka aone dunia nzima imejawa na mayesu. Kila kona, ukienda Kariakoo umejawa Yesu wanatembea barabarani. Haleluya. Ukienda mahospitalini ukutane na mayesu wapo pale, ambao wanaongea moja kwa moja, wana direct call na Mungu. Wakiongea wanaongea vya Mungu, wakitabiri wanatabiri kutoka katika Mungu. Mungu yuko ndani yao na hao wako ndani ya Mungu. Wana ujasiri kusema niamini mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu. Ndilo lilikuwa kusudi la Mungu kumtuma Yesu duniani, atengeneze mayesu wengine, na hapo ndipo angeweza kusema ufalme wa Mungu umekuwa, umeenea, umeijaza dunia. Sawa sawa na unabii ambao umeandikwa katika kitabu cha Danieli, ambapo lile jiwe kubwa lilikuwa likaijaza dunia. Sasa ili lijaze dunia, linaanza kujaza dunia ya mtu mmoja mmoja. Je, dunia yako imejaa lile jiwe? Dunia yako imejaa utukufu wa Mungu? Dunia yako imejawa neno? Dunia yako imejawa na hazina za kutoka mbinguni? Na hili ni swali ambalo kila mmoja inabidi ajiulize, kwa sababu kazi tulionayo kubwa ambayo tumeagizwa kufanya ni kutafuta kujazwa na huo ufalme. Yesu akaambia wanafunzi wake, msihangaike, msitafute vitu vingine, tafuteni ufalme wa Mungu, tafuteni kujaa, tafuteni yule mtoto akue awe mkubwa, tafuteni ile chupa ijae na utukufu. Hicho ndicho mnatakiwa kutafuta. Vingine hivyo havitafutwi, kwa sababu vinafuata utaratibu wake ambao nilishauweka tayari. Ndio maana akawaambia hata watu wa dunia wanahangaika navyo hivyo, mambo ya chakula na maji. Chakula, mvua ikinyesha, nenda shambani lima. Hapo sio kutafuta, kuna kanuni. Jina la Bwana libarikiwe. Na kila mtu hapa Mungu ameshampa msosi wake, uko ndani yake, anatembea nao. Hivyo havitafuti, tunatafuta kitu kimoja tu, ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu tunautafutaje? Tunautafuta kwa kujibidisha, kwa kula neno la Mungu, kwa kuhakikisha kila siku unakula neno la Mungu. Ifike mahali moyo wako wote ujawe na hekima na maarifa ya kimungu, ili unapotembea, ukiongea, unaongea kutoka kwenye hazina. Ukiwaza, hauwazi kama Petro yule aliyekuwa anamkemea Yesu. Unawaza kama Petro aliyesikia sauti ya Mungu ikisema huyu ni Kristo. Tukikuuliza swali, jibu lako halitoki kwenye mwili, jibu lako linatoka kule ndani, kwa sababu umeunganishwa tayari na mbingu. Ukiongea, unaongea mambo ya mbinguni. Ndiyo matarajio ya Mungu na ndiyo matamanio yake ambayo anatamani. Nataka yawe maombi yako. Mwambie Mungu, nifundishe njia zako ili niweze kukujua wewe. Umbike Bwana ndani yetu. Simama kwa miguu yako. Umbike Bwana ndani, umbike Bwana, umbike Bwana ndani.